لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. Amma ba'd. Wiki iliyopita, wale wanaokumbuka, tulipokutana hapa tulitaja watu wa kuingia motoni kwa majina yao. Tukataja watu 13. Tukasema hawa 13 ni watu wa motoni kwa sababu kuna aya na hadithi za Mtume alayhi salatu wassalamu kuonyesha kwamba wao ni watu wa motoni. Hivyo jambo muhimu, tulisema kwamba sisi itikadi yetu hatuwezi kumhukumia mtu kwamba huyu ni wa motoni. Hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutaitoa hukumu hiyo kusema fulani ni wa motoni tukiambatanisha na aya ama hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam. Tukasema leo tutataja asbabu dukhuli nar, sababu za mtu kuingia motoni, waliyadhu billah. Ndio nakamilisha masala ya moto. Kwenye darsa ya moto hii leo ni darsa ya 8 tangu tupoanza majina ya moto, sifa za moto, watu watakao kuingia motoni. Leo hii ni darsa ya 8. Nimebakisha tu darsa ya leo na wiki inayofuata inshallah ndo nimalize masala ya moto. Hii ni darsa muhimu katika silsila hii, darsa hii na inayofuata, kwa sababu ndio tutazijua sababu zinazomfanya mtu aingie motoni. Kuna watu watakuwa motoni kwa aina mbili. Kuna watu watakuwa motoni wataishi huko khalidina fiha abada, hawatatolewa. Wakisha kuingia hakuna kutoka tena. Kundi la pili, kuna watu watakuwa motoni kulingana na makosa yao na madhambi yao na vitendo vyao. Wale watateswa motoni kulingana na makosa yao. Baada ya hapo watatolewa, watapelekwa peponi. Kwa hivyo kuna makundi aina mbili. Kwa ujumla, mtu ataweza kuingia motoni kwa mambo manne, ama akifanya vitu vinne, ama sababu nne. Ya kwanza, kumpinga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu akapinga amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu. Sababu ya pili, kutofanya maamrisho yake. Mtu ameamrishwa wa aqimu salat, yeye asiswali. Wa atu zakat, asitoe zaka na ana uwezo. Nafanya wa bilwalidaini ihsanan, akawatesa wazazi wake. Yule ameenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Sababu ya tatu ni kufanya makatazo. Mtu akakatazwa kitu fulani, yeye akafanya, pia ni sababu ya kufanya mtu aingie motoni. Na sababu ya nne ni kufanya yaliyoharamishwa. Kwa ujumla, haya ndo mambo manne yanaweza kuwa sababu mtu akawa ni wa motoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume alayhi salatu wassalam na Uislamu, uzuri ni kwamba wametuwekea wazi sababu ama mambo mtu lau atafanya yeye atakuwa wa motoni. Mwenyezi Mungu, Mtume alayhi salatu wassalam na Uislamu yametuwekea wazi mambo mtu atafanya, lau atafanya basi atakuwa ni wa motoni. Sababu ya kwanza, hizi sababu ziko 11 darasa ya leo, na nadhani muda utanitosha. Sababu ya kwanza, alkufru billah. Alkufru billah ni kumkufuru Mwenyezi Mungu. Na kwenye aqida tukisema alkufru billah ni mambo matatu: kumkanusha Mwenyezi Mungu mwenyewe, mtu akasema hakuna Mwenyezi Mungu, ile ndio ya kwanza. Ya pili, kuwakanusha mitume waliotumilizwa na Mwenyezi Mungu, pia huwa ni alkufru billah.
kwa sababu yule mtume ametumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Ukimkanusha mtu, akimkanusha mtume huwa pia amemkanusha Mwenyezi Mungu Subhanahu. Na tatu, mtu kukanusha kufufuliwa na hisabu, akasema hakuna kufufuliwa wala hakuna hisabu, hiyo vile vile iko kwenye alkufru billah. Leo kuna tatizo kubwa kwenye ilmu ya aqida inaitwa al-ilhad. Mtu akakanusha kuweko Mwenyezi Mungu, akasema hakuna Mwenyezi Mungu, kila kitu kinafanyika na nature na maumbile, jua kutoka, usiku, mchana, mvua, mtoto kuumbwa, kufa, yale ni mambo yako tu kawaida tu. Sisi tunaamini la, hii dunia ina Mwenyezi Mungu ameiumba. Na kizazi cha sasa hiki tunafaa tukilee kwenye malezi ya Kiislamu. Kuna watu wengi wanaamini kwamba hakuna Mwenyezi Mungu na atakutolea hoja, lakini hoja zake zile tukiziweka kwenye mizani ya sharia ama mizani ya Qur'ani, hata mizani ya akili, haikubaliki kwamba hii dunia haina Mwenyezi Mungu. Lazima kuwe na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratul Bayyina aya 6. Kwa hivyo hawa wenye alkufru billah, mtu akimkanusha Mwenyezi Mungu, mitume na kufufuliwa na hisabu, hiyo ni sababu ya yeye kuingia motoni. Mwenyezi Mungu anasema innal ladhina kafaru min ahli alkitabi, wale waliokufuru, watu waliopewa vitabu, wal mushrikin, na wale mushrikin, fi nari jahannam, watakuwa kwenye moto wa jahannam, khalidina fiha, wataishi huko milele, ulaika hum sharrul bariyah. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema suratul An'am aya 10, innal ladhina kafaru, wale waliokanusha Mwenyezi Mungu, kama tulivyotaja hapo nyuma, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a, mali yao, watoto wao haitowasaidia hisabu ikisimama. Wa ulaika hum waqudun nar, na wao ndio kuni za moto. Kwa hivyo mtu alikufuru Mwenyezi Mungu, akakufuru mitume, akafanya mambo yale, yeye huyo tayari ni mtu wa motoni. Sababu ya pili, ashirku billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Kuna tofauti gani baina alkufru billah na ashirku billah? Ili ya kwanza amekanusha kuweko Mwenyezi Mungu. Ashirku billah, sababu ya pili, yeye anaamini Mwenyezi Mungu yuko, lakini anamshirikisha na Mwenyezi Mungu katika ibada na mwingine ama na kingine, akamwabudu Mwenyezi Mungu na fulani, hiyo ndio ashirku billah. Akaabudu Mwenyezi Mungu na kaburi, akaabudu Mwenyezi Mungu na jabal, akamwabudu Mwenyezi Mungu na jua, akaabudu Mwenyezi Mungu na upepo, akaabudu Mwenyezi Mungu na sanamu, ile ndio ashirku billah. Akamshirikisha Mwenyezi Mungu katika ibada, na Mwenyezi Mungu ameshatangaza wazi kwenye hadith Qudsi tulisimulia hapa sasa. Mwenyezi Mungu aliposema ana aghna shurakai ani shirk, mimi sihitaji amali ya mtu aliyenishirikisha na mwingine. Mwenyezi Mungu anaendelea kwenye hadithi hiyo, man ashraka ma'i, mimi nitakaye kunishirikisha, taraktuhu wa shirka, amali hiyo namwachia yeye na ule aliyenishirikisha, na mimi sitaki amali hiyo. Man amila amalan ashraka fihi ghairi taraktuhu wa shirka. Ashirku billah ni sababu ya pili ya kufanya mtu aingie motoni, na shirku billah ni katika yale madhambi as-sab'a al-mubiqat, madhambi 7 ya kumwangamiza mtu. Miongoni mwao ya kwanza shirku billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema suratul Maida sura ya 5 aya 72, innahu man yushrik billah, atakaye kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kingine ama na mwingine ama na kivyovyote vingine, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Mwenyezi Mungu ameshamharamishia mtu huyo pepo, haingii. Ingetosha na sisi tungeelewa, lakini Mwenyezi Mungu anasema wa ma'wahu nar, na makazi yake ni motoni. Wa ma lidhalimina min ansar, na wale madhalim hawatopata mtu wa kuwanusuru. Kwa nini aya hii itaje dhulma kwenye masala ya pepo na moto?
Ni kwa sababu wa mali dhalimin, wale madhalim, mtu ye mwenyewe amejidhulumu yeye akamfanyia shirki Mwenyezi Mungu, ndo wa mali dhalimina min ansar. Na watu humshirikisha Mwenyezi Mungu bila kujua. Watu humshirikisha Mwenyezi Mungu bila kujua. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun, wanamwamini Mwenyezi Mungu lakini wakafanya shirki. Mtu akaabudu wali, akaabudu kaburi, akaabudu mti na mfano wake. Kwenye maisha ya masahaba kuna mtu umetajwa kwenye Qur'ani, Suratul Fath. Mwenyezi Mungu aliposema laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara, Mwenyezi Mungu amewawelea radhi wale masahaba waliochukua bai'a chini ya mti. Ule ulikuwa ni mti ulikuwa wakati wa sulhul Hudaybiyah, masahaba wakafanya bai'a chini ya ule mti. Mtume alikuja kwenye ule mti akakaa, masahaba wakafanya bai'a. Mwaka uliokuja wa haji, masahaba wakawa watakwenda kuona ule mti uko vipi, na wakaenda wakauona. Saidna Umar akaogopea watu watafanya shirki kwenye huu mti, akaenda akaukata. Mwaka uliofuata wakaja kutafuta mti, hawajui uko wapi. Umar alikuwa ataka kuhifadhi aqida ili masahaba wasichukue kwamba mti huu ni special, kwa sababu masahaba walifanya bai'a chini ya Mtume. Akaenda akaukata Saidna Umar. Sisi tunaamini idh yubayunaka tahta shajara, mti ule hauna sifa maalum na tofauti ya miti mingine. Lau tutaamini hivyo, tayari itakuwa ndio mwanzo wa shirki kuingia. Polepole watu wangeuabudu ule mti. Hiyo ndio shirki, na mtu huenda kwenye shirki bila kujua, lakini si makosa wala sio shirki ukimwambia fulani niombee kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo sio shirki. Humuombi yule anakuombea tu, hiyo sio shirki. Sababu ya tatu ya kufanya mtu aingie motoni, an-nifaq, unafiki. Haya ni maradhi. Maradhi haya yalijitokeza Madina. Maka kulikuwa hakuna nifaq. Maka ilikuwa mtu awe yeye ni Muislamu, ametamka shahada, ama atasimama na Makureishi asitamke shahada. Wewe utaamua uwe Muislamu, khalas wewe ni mwenzetu. La, hutaki kumwamini mtume, wewe basi uko unafanya kazi na kina Abu Jahli na Abu Lahab. Kulikuwa hakuna kundi la tatu. Mtume alipohama, alipokuja Madina, ukajitokeza kundi la tatu la nifaq, unafiki. Nifaq ni nini? Ama munafiq ni nani? Huwa man yudhhiru al-islama wa yubtinu al-kufra, yeye anadhihirisha ni Muislamu lakini yeye ni kumbe ni kafir, hajaamini. Anatuonyesha tu juu kwamba yeye Muislamu, ataswali na sisi, atafunga, atakwenda jihad, atafanya kitu kingine, lakini si mwenzetu. Yeye yudhhiru al-islam lakini wa yubtinu al-kufra, anaficha usiokuwa Uislamu katika moyo wake. Hili ni kundi baya. Ndio Mwenyezi Mungu akaweka kwenye Qur'ani Suratul Munafiqun, sura ya wale munafiqin kwa ubaya wao, ili tutahadhari na wao. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Suratul Tauba sura 9 aya 68, wa'ada Allahu almunafiqina walmunafiqat, Mwenyezi Mungu amewaahidi wale munafiqini wanaume na wanawake, walkuffar, na wale waliopinga amri za Mwenyezi Mungu, nara jahannama khalidina fiha, moto wa Jahannam wataishi humo milele. Hiya hasbuhum, ndio wenye kuwatosha huo moto. Wala'anahumullah, na Mwenyezi Mungu ameshawalaani. Walahum adhabun muqim, na watapata adhabu ya itakayokukaa na wao kwa zile miaka yote watakao, muda wote watakao kubaki pale motoni. Mwenyezi Mungu anasema tena Suratul Nisaa 145, innal munafiqina fi ddarki al-asfali minan nar, wale munafiqin wataishi kule chini, ule moto wa chini kabisa. Aya hii tumeitaja sana hizi darasa za nyuma, tukieleza kwamba janna ni darajat za kuenda juu, lakini moto ni darakat za kuenda chini. Tofauti ya darajat na darakat. Madina ndo kukajitokeza kundi hili
likawa wao wanaswali na Waislamu, lakini wao ni munafikin, wanachukua sifa za Waislamu na tabia zao na majina yao wanapeana kwa wale mushrikini. Hili ni kundi baya sana. Maal asaf kusema kwamba ushia unao sifa ya unafiki, kwa sababu kwenye ushia kuna nguzo muhimu kati yao inaitwa attaqiyya. Attaqiyya maana yake ni mtu kusema yeye si mshia, kumbe ni mshia. Attaqiyya wao wanaamini hiyo ni moja katika nguzo zao. Ndio utaona mashia wanaswali na sisi kwenye misikiti, na wana misikiti yao, wana senta zao, lakini watakuja wataswali na sisi misikiti yetu, kwa sababu kwao ile ni moja katika nguzo za itikadi yao, kudhihirisha kwamba yeye si mshia lakini ni mshia, ana mambo ya kishia anafanya, anaswali kishia akiwa peke yake, kwa sababu hata swala ni tofauti. Swala yetu sisi na mashia ni swala tofauti, shahada yetu na yao ni tofauti, adhan yetu na yao ni tofauti. Na ukimwambia mtu mashia si Waislamu anakushangaa, anakuambia si waswali na sisi, lakini kweli wanaswali na sisi, lakini dini ni tofauti, itikadi ni tofauti, Qur'ani yetu na yao ni tofauti kabisa. Qur'ani yetu na yao tofauti kabisa. Sisi tuna Qur'ani yetu na wao wana yao. Swala sisi tuna yetu na wao wana swala yao. Adhan sisi tuna adhani yetu na wao wana adhani yao. Alafu tutashikana wapi sisi? Tukitafsiri hata Qur'ani, tukitafsiri sisi Qur'ani na wao ni tofauti, alafu tutakuwa vipi pamoja? Leo khatibu amesema msikiti wao ama msikiti mwingine, aliposema kule mwisho, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Nenda uangalie tafsiri za kishia, hii aya wameitafsiri vipi? Wala mimi wallahi siwazuli, sisemi kwamba mtu aende tafsiri zao na vitabu vyao, hii aya wameitafsiri vipi? Wanasema wayanha anil fahsha, fahsha ni Abu Bakar, wal munkar ni Umar, wal baghi ni Uthman. Hiyo utakwambia huyu Muislamu. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, hao masahaba radhiyallahu anhum wa radhu anhu, Mwenyezi Mungu ashawaelea radhi masahaba hawa ni wapeponi. Mashia wanasema mtume alipokufa tu masahaba wote walirtadi wakarudi kwenye kuabudu masanamu na kunywa khamr, wakabaki masahaba sita tu. Sasa ile radhiallahu anhum, yani Mwenyezi Mungu hakujua kwa hawa watartadi. Si lecture ya Mashia, la, mimi naweka tu wazi baadhi ya mambo. Sababu ya 4 ya mtu kufanya ingie motoni, aklu riba, kula riba, ile interest riba. Kula riba ni katika madhambi makubwa vile vile, na leo watu wanadharau masala ya riba. Yeye anaona atachukua riba alafu atakwenda atasafisha ile mali, na ile mali yamezaliwa na haramu, hayasafishiki sababu mali ni haramu, asili yake ni riba, asili yake ni haramu, na kilichozaliwa na haramu ni haramu. Mwenyezi Mungu anasema kwenye aya maarufu suratul Baqara aya 275, innal ladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min almas. Hiyo aya ni ndefu, lakini mwisho Mwenyezi Mungu anasema waman aada, atakai kurudi tena kula riba, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, hao ni watu wa motoni, wataishi humo milele. Riba leo watu hawaogopi kula riba, ni maradhi yanataka yatafutwe dawa ya kudumu. Sababu ya 5 ya mtu kuingia motoni, qatlu nafsi bighairi haq, kutoa roho bila ya haq, kutoa nafsi bila sababu, kuua bila sababu. Haya vile vile ni katika madhambi yale niliyotaja 7 almubiqat, madhambi 7 ya kumwangamiza mtu. Miongoni mwao wa qatlu nafsi, kuua roho, kutoa roho.
Na hii ndiyo kesi ya kwanza itakayokusikizwa siku ya Kiyama. Kesi ya kwanza, mizani ikisimamishwa, hisabu ikisimama, kesi ya kwanza ni masala ya watu kuuana. Mtu alimuua mwenzake, alimuua ndugu yake, alifanya njama fulani akapigwa rasasi, alifanya kadhalika. Hiyo ndo kesi ya kwanza. Wanavyuoni wanasema wa awwalu ma yuqdha baina an-nasi yawm al-qiyama fi dima, kesi ya kwanza ni kuhusu damu zilizomwagwa. Na hakuna madhambi yaliyopewa punishment kubwa kama ya kuua. Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratul Nisa, sura ya 4 aya 93, waman yaqtul mu'minan, atakaye kumuua mu'min, mutaammidan, kwa kusudi, fajazauhu jahannam, kwanza ataingia moto wa jahannam. Isitoshe, makosa ya punishment ya pili, khalidan fiha, ataishi milele humo ndani sababu ya kuua. Wa ghadhiba Allahu alayhi, aya hiyo hiyo Mwenyezi Mungu amemkasirikia. Walaanahu, na amemlaani. Si ingetosha? Wa aadda lahu adhaban adhima, na adhabu nyingine kubwa. Surat aya iwazi. Haya ndio makosa yenye punishmenti 5 zimefuatana. Waman qatala mu'mina mutaammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadhiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adhaban adhima. Lakini leo watu kwa sababu ya dunia, mtu aweza kuua tu, yeye hajali. Mambo ni haya 5 yanamkabili yule atakayekuua, na hii ni sababu ya mtu kukaa motoni. Kwa sababu kwenye hisabu, sisi tulisema nyuma kwamba hisabu ikisimama, kuna mtu atakuja kwenye hisabu amemshika aliyemuua, atamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi sal hadha lima qatalani, muulize huyu kwa nini aliniua duniani. Yule bwana atamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi sal hadha, muulize huyu lima qatalani, kwa nini aliniua. Baina sababu ya cheo, sababu ya mali, sababu ya shamba, sababu. Lakini kuua nafsi bila sababu ni sababu ya mtu kuingia motoni. Jambo la sita, aklu amwali nasi bilbatil, kula mali ya watu kwa batil. Mtu akala mali ya watu, akafuja mali ya watu, akaachiwa amana ya watu ya mali, ye akafuja, akala amwali nasi bilbatil, ni sababu ya mtu kuingia motoni. Mwenyezi Mungu anasema vile vile kwenye suratul Nisa, sura ya 4 aya 29 mpaka 30, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulioamini, la taakulu amwalakum bainakum bilbatil, musile mali ya kati yenu kwa batil, illa an takuna tijaratan an taradhin minkum, ila watu wakubaliane kwenye mambo ya biashara. Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, wala musiwane nafsi yenu, Mwenyezi Mungu ana huruma. Waman yafal dhalika udwanan, mwenye kufanya hivyo kwa ushindani, akala mali ya mayatima, akala mali ya watu, wa dhulman, fasawfa nuslihi naran, huyo ataingizwa moto wa jahannam. Wa kana dhalika ala Allahi yasira, hilo jambo dogo kwa Mwenyezi Mungu kumwingiza mtu motoni. Mtu akila mali ya watu, mali ya umma, mali ya viumbe kwa batil, fi nari jahannam. Aya hii Mwenyezi Mungu anasema tena vile vile kwenye mali ya mayatima. Mtu akaachiwa mali ya mayatima, akala ile mali ya mayatima, kwa sababu mtoto akifa ikiwa mdogo, hajafikisha kubalighi, hana rushd, hajui, yale mali yake anahifadhiwa mpaka awe mtu anaelewa, ndio mali yake anapewa mwenyewe. Hata ikiwa yeye ameshakuwa ambaligh, lakini hana akili, hapewi yale mali, yakapotea. Wala tu'tu sufahaa amwalakum, mtu akachukua mali ya mayatima akala, akapewa mali amana, akafuja, huyo vile vile finari jahannam. Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratul Nisa aya 10, innal ladhina yakuluna amwala al-yatama dhulman, wale wenye kula mali ya mayatima kwa dhulma, ajua si haki yake akala,
innama yaakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira, wanakula moto na watauingia hiyo sa'ir. Sa'ir tulisema katika darasa za majina ya moto, sa'ir ni moto ulioashwa vizuri, ndio sa'ir. Wa sayaslawna sa'ira, akachukua kala mali ya mayatima, hakujali, aliachiwa maana akafuja. Mimi natoa visa viwili, kimoja nchi hapa, kimoja nchi wakati wa Saidina Umar. Wacha nianze na Saidina Umar. Iraq ilipofunguliwa Iraq, kuna mali yalikuja wakati wa khilafa Saidina Umar ibn al-Khattab. Iraq ilianza kufunguliwa wakati wa Saidina Abubakar, lakini Abubakar maisha yake akawa mafupi, alitawala miaka 2 na miezi 2 akaaga dunia. Khilafa ikaenda kwa Saidina Abu Umar. Umar akaletewa mali ya kutoka Iraq kwenye masanduku 2, na kulikuwa na mali mengine yamebaki kule Iraq. Yule sahaba alichukua ile mali, Saad bin Abi Waqqas alipofungua Al-Qadisiyah, alichukua ile mali kwenye masanduku 2 tu, dhahabu zimejaa. Wakapewa masahaba 2 ama 3 wampelekea Saidina Umar mali Madina, kumwonyesha tumechukua mali ya Kisra. Wale masahaba ile sanduku ilipofungwa, wakatoka nayo kuanzia Iraq mpaka Madina, yakafunguliwa mbele ya Saidina Umar. Umar alipofungua masanduku yamejaa dhahabu, Saidina Ali yuko pale na masahaba wengine, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas alikuwa kule Qadisiyah, Uthman bin Affan, Zubair ibn al-Awwam, masahaba wakubwa walikuwa pale masanduku yakifunguliwa. Saidina Umar akasema kuambia wale watu waliokuwa karibu naye kuhusu wale masahaba walioleta ile mali, wakasema inna haulai lajiddu umana, hao walioleta masanduku ni watu waaminifu sana, wamepewa masanduku ya dhahabu kutoka Iraq mpaka Madina, hakuna mtu aliyegusa kujaribu kufungua. Inna haulai lajiddu umana, hawa ni waaminifu sana. Saidina Ali akamwambia ya amira almu'minin, maneno mazito sana. Ya lait wafanyikazi wa serikali ama viongozi wengejua maneno haya Saidina Ali. Saidina Ali alimwambia Saidina Umar, afafta fa'afu walau rata'ta la rata'u. Afafta fa'afu, wewe Umar ulijizuia, ndo hawa wakajizuia. Wewe kama khalifa kule juu, kama kichwa kule juu, afafta, hukuchezea mali ya umma, ulijihifadhi wewe. Faafu, ndo hawa hawakuweza kuchukua chochote. Walau rata'ta la rata'u, na wewe la ungekuwa ungecheza cheza na haya mali, wao pia wangechukua. Hii ndio policy ya Uislamu kwenye vita dhidi ya corruption. Hii ndio policy ya Uislamu ya kwanza, kuondoa ufisadi. Unaanza kule juu, hauanzi chini. Aliambiwa afafta faafu, wewe ulijizuia Saidina Umar. Faafu, ndo wao hawakuchukua kitu, sababu walijua si haki yao. Walau rata'ta la rata'u, na wewe la ungekuwa wamejua wewe wachezea mali ya umma, pia wao wangechukua. Wangejificha usiku wakafungua boksi, wangechukua mali wao pia. Mimi nikisema hivi sisemi mtu hapendi mali. Kupenda mali ni katika maumbile ya mwanadamu, lakini mtu anapenda mali yake ya halali, anatafuta mali yake ya halali. Taib, sababu ya kisa cha kwanza Saidina Umar. Kisa cha pili cha hapa nchini hapa, kuna bwana alipewa mali ya mayatima, akaambiwa mali mayatima wamefariki, wewe chukua mali mpaka siku wamebalighi warudishia mali yao. Yule bwana akayala ile mali. Mwenyezi Mungu akamletea huyu bwana tikiti ya kwenda haji bure. Akaenda haji, akapanda ndege, pasipoti yake ikawekwa visa, akapanda ndege, akavaa ihram. Hajateremka Jidda, ashakuwa mgonjwa, hasikii vizuri. Akateremshwa airport na ambulance. Watu wako haji, yuko hospitali, hajulikani maradhi yake nini.
anaona chakula kinapita, maji yanapita, dawa zinapita. Watu wafanya haji kule, wakamaliza haji, akaanza kupata nafuu. Watu wameenda Mina, wameenda Arafa, wamemaliza, wameenda kuchinja, wako wameenda Madina, yeye anaanza kupata nafuu. Kesho baada ya siku 2 watu wanarudi kwao, akapata nafuu, akashteremka mwenyewe, akaingia kwenye ndege, akarudi hapa. Hakuona msikiti wa Maka, hakuona msikiti wa Madina, hakuona Al-Kaaba, hakuona. Mwenyewe baadaye alikuja kujiuliza, ilikuwaje mimi nikapata tikiti ya bure, nikapanda mpaka ndege, nikavaa na ihram, nikaenda Maka, ilikuwaje? Mwenyewe akajirudia akasema, nilipewa mali ya mayatima nikachezea. Mwenyezi Mungu anampanish duniani kabla ya akhira, kwamba amekwenda Maka, macho yake yasione Al-Kaaba. Na ni wangapi mambo kama haya anachezea mali? Kuna mtu ameingia msikiti wa Maka, anaonyeshwa Al-Kaaba, haioni. Ameingia Al-Kaaba, Masjidul Haram, anaonyeshwa Al-Kaaba, haioni. Inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun. Bas yeye anaona watu wanafanya tawafu, lakini haioni Al-Kaaba. Na kuna mtu vile vile haram, kwenye kigari hawezi kuingia msikitini. Kwenye kigari hakiingii msikitini, hakiingii. Akashtuka yule bwana, akaleta mtu mwingine wa kumshika, kumwingiza msikitini. Akaingia, akafanya ibada zake. Makosa yule aliyembeba, ana mambo yake anafanya na Mwenyezi Mungu, hakuweza kumwingiza huyu msikitini. Amwala al-yatama, mali ya mayatima. Wasayaslauna saira. Sababu ya 7 inayoweza mtu kuingia motoni, at-takabbur wat-tajabbur, mtu kufanya kibr na kujiona yeye ni bora. Mtu anaweza kufanya kibri kwa elimu yake, mali yake, sehemu anayoishi, gari yake, jina lake, nguo zake. Mwanadamu ni dhaifu sana, kitu kidogo tu mtu akafanya kibri, akajiona yeye yuko tofauti na wenzake. Kibri wanavyoni wanasema huwa batarul haq wa ghamtun nas. Kibr ni mtu kuipinga haki na kuwadharau watu, hiyo ndio kibr. Mwenyezi Mungu anasema kwenye suratu Zumar aya 60, alaysa fi jahannama mathwan lilmutakabbirin. Mwenyezi Mungu anauliza, je, hii janna si ndio mahali pa wenye kufanya kibri duniani? Jahannam ni mahali pa kibri kufanya duniani. Mwenyezi Mungu anasema tena, Mtume anasema kwenye hadithi ilipokewa na Imam Muslim, la yadkhulul janna, hata ingia peponi, man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr, aliyekuwa na chembe ndogo ya kibri kwenye moyo wake, kwenye fikra zake. Kibr, yeye akajiona ni tofauti, yeye akajiona ni bora, yeye akajiona. La yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Sababu ya 8, Firaun makosa yake makubwa alikuwa ni kibr. Iblis makosa yake makubwa ni kibr. Akaambiwa, astakbarta, wewe umejifanya juu, am kunta min alalin. Vile vile kana min aljinni fafasaka an amri rabbi, alijiona akasema, ana khairum minhu, mimi ni bora kushinda Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, huyu Adam umeumba na udongo, mimi niumba na moto. Ile material yangu ni bora kushinda ya Adam, mimi siwezi kumsujudia Adam. Akaambiwa atoke na fi jahannama khalidina fiha abada. Sababu ya 8 ya mtu kuingia motoni, arrukunu ila dhalama, kuwategemea madhalimu, wale wanaofanya dhulma hapa duniani. Ima mtu akakubaliana na dhulma zao, ama akawasaidia, ama akanyamazia. Zote ni sababu za kuwategemea wale madhalimu. Mwenyezi Mungu anasema suratu Hud aya 103, wala tarkanu ila alladhina dhalamu fatamassakumun nar, musiwategemee wale waliodhulumu mkaingia motoni. Wama lakum min duni llahi min awliya thumma la tunsarun, na siku ya Kiyama hakuna atakaye kuwasaidia. Sababu ya 9 kumfanya mtu aingie motoni, al-intihar, mtu kujitoa uhai. Leo imekuwa jambo la kawaida, mtu stress zimempiga kidogo akaenda akajiua. Hata watoto wadogo leo wanajiua.
watoto wadogo wanajiua, hana bili ya stima wala ya maji wala rent wala wadeni, atakwenda akajiua kitu kidogo tu akajitoa uhai. Yani kujitoa uhai imekuwa kitu cha kawaida, filhali ni madhambi makubwa, anaweza kumwingiza mtu motoni. Mtume anasema, hadithi ilipokewa na Imamu Muslim, man qatala nafsahu bihadida, aliyejiua na kisu ama na msumari ama na chuma, ndo hadida. Fahadidatuhu fi yadihi, siku ya Kiyama akifufuka kile chuma kitafufuka na yeye. Yatawajjau biha fi batnihi fi nari jahannama khalidina mukhalladan fiha, atakuwa yeye motoni anateswa na anajidunga kile chuma alikuwa akijiua nacho. Amejua, kwa hivyo yeye atateswa nacho. Waman shariba summan, aliyekunywa sumu vile vile akajiua. Fakatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam, vile vile atashika sumu yake kwenye moto jahannam akiwa iwanywa. Khalidan mukhalladan fiha abadan, pia ni mtu wa motoni milele. Waman taradda min jabalin, aliyejitupa kwenye jabali ama kwenye nyumba ya juu ya ghorofa 20, 15 akajitoa uhai. Fakatala nafsahu, akajiua. Fahuwa yataradda fi nari jahannam, yeye vile vile atakuwa anashuka kwenye moto wa jahannam. Khalidan mukhalladan fiha abada, kujiua pia ni sababu ya kuingia mtu motoni. Sababu ya 10 inahusu watu watatu. Hadithi yake inawahusu hawa watu watatu: mujahid, qari'ul Qur'an na mutasaddiq, lakini lighairi wajhi llah. Ye mujahid lighairi wajhi llah, qari lighairi wajhi llah, mutasaddiq lighairi wajhi llah. Ye alifanya kuonekana, ndio maana riya. Riya maana yake nini? Iradatul ghairi bifi'li lkhair, ye anampendelea mwingine kwa jambo la khairi, hampendelei Mwenyezi Mungu. Iradatul ghair bifi'li lkhair, ye anafanya khair lakini hafanyi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, anafanya kwa ajili ya mtu. Mtume anasema, hadithi ilipokewa na Imam Abu Huraira, iko kwenye Muslim na Nasai na Ahmad ibn Hanbal. Mtume anasema, inna awwala nasi yuqdha yawm alqiyama, watu wa kwanza watakao kuhukumiwa siku ya Kiyama, rajulun istushhid, ni mtu alikufa kwenye jihad. Na siku ile tumesema kesi ya kwanza ni ya damu. Ilikuwaje? Kwa hadithi mbili zinagongana hizi? La, hazigongani kabisa. Ile hadithi ya kwanza ni kesi ya kwanza kwenye heshima, fil a'radh, na hii ni kwenye haki zingine ya Mwenyezi Mungu. Istushhid, mtu ameuliwa kwenye vita, fa utiya bihi faarafahu ni'ama, ataambiwa neema zake. Mwenyezi Mungu atamwambia, fama amilta fiha, ile neema nilikupatia ulifanyaje wewe? Akamwambia, qataltu fika hatta stushhidtu, mimi nilipigana kwa sababu yako mpaka nikafa shahidi kwenye vita. Mwenyezi Mungu atamwambia, kadhabt, we mrongo. Mwenyezi Mungu anamwambia yule bwana, si malaika mwenyewe. Mwenyezi Mungu atamwambia, kadhabt, wewe ni mrongo. Walakinaka qatalta liyuqala jaria, wewe ulipigana ili watu waseme wewe shujaa, huogopi, ulisema hivyo. Faqad qil, ishasemwa huko duniani kwamba wewe shujaa sana. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nar, atashikwa, atavurutwa na uso wake ukiangalia chini, akiingizwa motoni. Wa rajulun taallama alilma, mtu wa pili aliyekuja afundisha ilmu, waallamahu wa qaraa alquran, akawasomesha watu Qurani, ataletwa siku ya Kiyama, atasema neema walizopewa, akasema taallamtu alilma wa allamtuhu, mimi nilifundisha ilmu na watu nikasomesha Qurani. Mwenyezi Mungu atamwambia, kadhabt, wewe ni mrongo. Walakinaka taallamta alilma liyuqala alim wa qara'ta alqur'ana liyuqala huwa qari, watu waseme wewe mashallah alim, na wewe mashallah sauti yako ishasemwa. Fakad qil, duniani ishasemwa. Vile vile atashikwa, ingizwa motoni. Na mtu wa mwisho vile vile yeye atasema ametoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Mwenyezi Mungu atamwambia, liyuqala huwa jawad, ili watu waseme wewe shujaa, wewe ni mwenye kutoa, karimu sana.
faqad qil, ishasemwa duniani. Akhira kwenye hisabu yake hana kitu. Vile vile huyu ataingizwa motoni. Hiyo sababu ya 10. Sababu ya 11 na ya mwisho, alkadhibu ala rasulillah, kumzulia mtume uongo. Mtu akasema mtume amesema na hajasema, mtume amefanya na hajafanya, mtume alikwenda na hajakwenda. Alkadhibu ala rasulillah, akamzulia mtume uongo. Na ndiyo kuna ilmu hii haipatikani ila kwenye Uislamu basi. Ilmu ya hadith, ya mustalahul hadith, ya aljarhu wa ta'dil, kujua kwamba huyu hafai kupokea hadithi na hadithi hii ni ya urongo, haiwezekani mtume kusema hivi. Na ukisoma hiyo ni ilmu, ina bahr, ilmu ya hadith. Kuna takhasus kabisa, kuliyatul hadith, kulia ya hadithi za mtume tu, kujua hii ni sahihi, ni dhaifu, hii inafaa, hii haifai. Na inawezekana kweli mtume amesema, lakini yule mpokezi ana problem. Yule aliyesikia kwa mtume ni mrongo, haeleweki, hatuchukui maneno yake. Sisi hatujui na mangapi ameyasema, haichukuliwi hadithi hiyo. Mtume anasema kwenye hadithi ilipokewa na Imam Bukhari, la tukadhibu alayya, musinizulie uongo, fa innahu man kadhaba alayya falyaliji nar, mwenye kunizulia ataingia motoni. Hadithi nyingine vile vile na Imam Bukhari, Mtume anasema man kadhaba alayya mutaammidan, mwenye kunizulia uongo fil hali anajua kwa kusudi, mutaammidan, falyatabawa maq'adahu minan nar, achukue kiti chake aweke motoni. Ndio maq'ad ni kiti, falyatabawa maq'adahu minan nar, huyo ni mtu wa motoni, kumzulia Mtume alayhi salatu wasalam uongo. Haya ndio mambo 11 yanayoweza kumfanya mtu aingie motoni, mambo mazito, nafaa tuyajue, tutahadhari nayo, tusikaribie motoni. Mambo haya 11 mimi nitaweka kwenye group leo ama kesho, ili tujikumbushe. Ile darasa za nyuma kuna mambo niliweka kwenye group mimi ili tujikumbushe, na haya naona ni muhimu, nitawakumbusha baadaye. Darasa inayofuata ni muhimu, ya wiki inayofuata, kuhusu sababu za mtu asiingie motoni. Sasa sisi tumetaja mambo 11 ya kumuingiza motoni, tunataka kumtoa huyu. Sasa ana mambo yake, lao atafanya huyo hataingia motoni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hukumu ni yake yeye Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.